Niko tayari kuwaletea shairi kwa mada maisha tuyaishio ni ya kiroho. Makinikeni. Muda mwingi nimenyamaza kuhusu historia ya kwamba stori yake na kueleza ni mtoto aliyeomba lift apelekwe mpaka nyumbani. Ilikuwa ni baada ya kuchoka sana kwa kutembea muda mrefu bila kukoma, bila usaidizi. Msika kaichukulia kicheko, kairusha hewani, asijue ya kwamba hatima ya mtu yuatimiza. Muda si mrefu sana kwamba ikatrade yeyote kwa mtandao katamani kujua kwamba watu wengi akajua kweli kwamba mpaka nyumbani. Cha kuchangaza ni kuwa kulikuweko na dhiki kuu. Tuishipo duniani, Mungu Baba ana mpango mwema kwa maisha yetu. Upitiapo changamoto, moyo usiukate, manake nimekwambia Baba mgeni yuakuwazia mema. Yaliyo mema akikuwazia ni utulie, tuli kupitia mtoto mbaye hatima kafufuka nyumbani kwao. Ndugu yake aliongozwa hospitalini. Ugonjwa ni wa kansa ambao ni tishio kwa wengi. Wahisani kwa pamoja kaungana kusaidia familia bila ya hospitali kuilipa na mahitaji mengine ya muhimu. Mwendo kazi ukaanza kutoa kwa ajili ya familia. Furaha mpito wanafamilia wakajawa. Tuishipo duniani, Mungu Baba ana mpango mwema kwa maisha yetu. Atega sikio la busara, neno moja nikupatie. Maisha tuyaishio kusema kweli ni ya kiroho. Wajifanya auelewi, kwa kimombo nitakwambia I mean the life we live, it is spiritual my dear. Kiswahili au kunipata, kimombo pia waniepa. Lugha zote nimetumia angalau unielewe. Sababu yake ni kuwa maisha ni ya muhimu, na waona wachawi wakiandama familia ya ambaye kimbere walitabiri atachimbe wasiwai faulu. Familia simameni kiroho kuikanusha. Tuishipo duniani, Mungu Baba ana mpango mwema kwa maisha yetu. Wahisani na familia siku ya kuchanga kaiweka wakop ambao ni Jumapili tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na waona wachawi wakichangamkia siku hiyo. Ajali wakaiandaa usaidizi kukatiza. Siku yenyewe ilipoandia, ajali akatokea. Lengo lake ni kuua hatima ya familia ya ambaye lengo lao naliamuru kushindwa kwa jina la Yesu. Shetani mdanganyifu, wakati wote unachelewa. Kuna kitu haujatambua. Fungua za mamlaka ulipokonywa. Uwezo hauna tena.
lazima uombe ruhusa. Familia ya kina Mbehe, ushindi ni wenu. Wakati Mungu anafika, shetani naye anafika. Neno moja litambueni, Mungu wa mbinguni ni mweza wa yote. Tembe ataruhusu mjaribiwe kuliko uwezo wenu. Tuishipo duniani, Mungu Baba ana mpango mwema kwa maisha yetu. Kilele limefika kufunga domo kwa sasa. Ujumbe kauleta vile Mungu alivyoniangiza. Ujumbe wenyewe waujua ya kwamba maisha ni spiritual. Usipuuze sana pia nawe kwa spiritual life. Siniulize kiupipi, maombi kipaumbele. Kama kimbele maisha yako kakatizwa na shetani, habari njema na kuletea kwamba kata kama mti umekatwa, kuna tumaini ya kuchifuka tena. Vivyo hivyo utachifuka. Mafanikio sehemu yako. Akindete imani naomba milele iwe sehemu yako. Shetani asikuzoee. Mungu Baba wa mbinguni ndiye baba yetu. Machokafu namwambia shetani kama hanamweza aseme huyo Baba wa mbinguni. Tuishipo duniani, Mungu Baba ana mpango mwema kwa maisha yetu. Asanteni.